Ni kwamba kiongozi wa chama cha DCP na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameshtumu Rais William Ruto kwa kuwa kiongozi wa kikabila anayewatenga ama anayezitenga jamii zingine kwa kuwapa manufaa duni, huku akipeleka miradi mikubwa ya uwezeshaji kwenye ngome yake ya Bonde la Ufa. Chichi Josephine anauketo wa taarifa hii. Kiongozi wa chama cha DCP na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamezuru kaunti ya Taita Taveta, huku wakiongeza juhudi za kutayarisha uungwaji mkono wao kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Huyu William Ruto ndio mkabila mkubwa katika Jamhuri ya Kenya tangu wakati tulipigania uhuru. Mkabila asishindwe. Gachagua akimshutumu Rais William Ruto kwa kile alichosema ni upendeleo na kupendelea ngome yake ya Bonde la Ufa kwa gharama ya maeneo mengine. Katika parasteto 250, parasteto 92 amepatia jamii yake. Ni mkabila si mkabila. Amepanga budget ya shilingi milioni 10 katika kila constituency Kenya, lakini pale kwake kwa watu ya jamii yake amepanga 150 million, na hii ni pesa ilikuwa ya capitation. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alikashifu serikali kwa kile alichosema kuwa ni mauaji ya vijana, huku akibainisha kuwa chama chake cha Wiper kimebadilika rasmi na kuwa Wiper Patriotic Forum kama njia ya kuonyesha heshima kwa vijana wa Gen Z waliofariki wakati wa maandamano. Ili kuheshimu vijana wetu, hata chama cha Wiper tumepindua jina, tunaita Wiper Patriotic Front. Tumeshikana, tumesema kutoka kule Western lazima William Ruto aende one term. Katika suala hili, Kalonzo Musyoka alifichua kuwa Juni 25 itakuwa sikukuu ya kusherehekea mashujaa wa vijana wa Gen Z waliokufa na kuwaheshimu. Ndio tumetangaza tarehe 25 itakuwa sikukuu Kenya nzima kusherehekea ushindi wa vijana wa Kenya. Chichi Josephine, TV 46.